Mamia ya wananchi wamebainika kuwa na magonjwa mbalimbali yaliyokuwa hayatambuliwi kupitia kambi ya matibabu bila malipo inayoendelea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Takwimu za awali zinaonyesha huduma hiyo imeokoa maisha ya wengi, huku viongozi, madaktari na wananchi wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa huduma hizo. Akizungumza, mbunge wa Arusha mjini Mheshimiwa Paul Makonda amesema takwimu za awali zimeonyesha kuwa wananchi 866 waliopimwa kisaratani, 18 walibainika kuwa na ugonjwa huo, huku 503 kati ya 6297 waliopimwa wakigundulika kuwa na kisukari na 461 kati ya 1665 waliopimwa wakibainika kuwa na matatizo ya moyo. Amesema magonjwa yalikopo ni mengi tu, lakini alichagua matatu hayo kama mazito. Aidha, amesema matokeo hayo yanaonyesha umuhimu wa uchunguzi wa afya na kuahidi kuwa kambi hiyo itaendelea kuwafikia wananchi ili kuwasaidia kugundua na kutibu magonjwa mapema. Kuna watu wametoka, madaktari wametoka Dodoma, Benjamin Mkapa, wametoka Mirembe. Kuna madaktari wametoka Dar es Salaam, Muhimbili, wametoka Ocean Road, wametoka JKCI, wametoka Moi, wametoka Aga Khan, wametoka Sefi, wameacha vituo vyao. Sitafanya vyema nikiwang'ang'ania hapa wakati wa Tanzania wengine wanahitaji huduma kule walikotoka. Nilichoomba madaktari ambacho wamenikubalia, na hicho namtukuza sana Mungu, ya kwamba nyinyi yote mlioko hapa goma litaendelea mpaka mwishe. Kwa maana hiyo, hakuna mtu aliyekuja juzi, aliyekuja jana, ambaye ataachwa kukamilishiwa kile kilichomleta. Nilipata klipu leo, kuna watu waliingia saa 8, amekaa anapigwa baridi. Kuna watu wana siku 4 kwa sababu ya mahitaji tofauti tofauti. Akimaliza kwa daktari wa magonjwa ya tumbo, anaenda kwenye mifupa, anaenda kwenye moyo, anaenda kwenye kansa, anaenda kwenye figo. Maana yake hao hawajamaliza kufanya check up ya mwili mzima. Hao tumekubaliana nao na nimewasihi wanisaidie, ikiwezekana mpaka kesho wote wawe wamepata huduma waliokuja kuitafuta kwenye uwanja wetu. Upande wa moyo, kwenye rekodi nimesoma upande wa kansa waliopatikana wapya. Nimewaambia ni takriban ya watu 18 kati ya watu 836 waliopima nini. Kwenye upande wa sukari waliopima nimewaambia 6297. Kati ya hao watu 503 wapya wamebainika kuwa na nini, sukari. Upande wa moyo waliopima ni watu 1665. Waliobainika wapya walikuwa hawajui kama wana shida ya moyo ni watu 461. Nimechukua mfano wa maeneo mangapi tu hapa. Magonjwa yaliyofanywa utafiti, watu waliopimwa ni zaidi ya 50 na kitu. Manake hii idadi ya hao watu wapya walikuwa wanaendelea kuishi maisha ambayo yanaendelea kuwa hatari kwa afya zao. Ndio maana nikasema mtu amekuja kuangaliwa macho yamekufa, hawezi hata kupewa miwani ikamsaidia, hawezi kufanywa hata operation ikamsaidia. Lakini nini? Kumbe sukari ndio imeua nini, na yeye alikuwa hajui. Maana yake idadi hii ya hao watu kwa ripoti hii ya awali inatupa picha kwamba kambi hii ni muhimu, na kwa kibali cha Mungu tutaendelea kuifanya kwa ajili ya watu wake. Daktari wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, Daktari Peter David, amesema katika kambi hiyo mamia wananchi wamepata huduma za uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti, magonjwa ya damu, sickle cell, figo na mfumo wa mkojo. Amesema waliobainika kuwa na changamoto
wameanza kupatiwa matibabu, huku akiwahimiza wananchi kuendelea kufuata maelekezo ya madaktari na kutafuta huduma za afya mapema badala ya kusubiri kambi za matibabu. Kwa majina naitwa Peter David Masasi, ni daktari wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa Dodoma. Benjamin Mkapa Dodoma tulikuwa pati ya kambi ya matibabu ya mbunge wa Arusha, na tulikuja na huduma mbalimbali ikiwepo huduma ya kuscreen kwa shingo ya mlango wa kizazi na saratani ya matiti. Takriban Watanzania 600 tumewaona, na baadhi waliokutwa na changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi walipata matibabu. Na pia tulikuja kuscreen magonjwa ya damu pamoja na watoto wenye sickle cell, na wale ambao tuliokuta na changamoto tulianzishia matibabu ya kuvuza ugonjwa, na baadhi tuliwapa rufaa ya kwenda kwenye hospitali mbalimbali ambazo zinatoa huduma, ikiwemo hospitali yetu ya Benjamin Mkapa ambayo ni hospitali kwa sasa hivi ndio inayotoa tiba ya magonjwa ya sickle cell kwa upande wa Afrika ya Kati na kwa upande wa Afrika ya Kati na Tanzania kwa ujumla. Pia tulikuwa na huduma zingine za figo na magonjwa ya mfumo wa mkojo ambapo takriban Watanzania 2000 wameonwa, na waliopata changamoto wamepata matibabu, na baadhi wamepelekwa katika vituo husika kwa ajili ya matibabu zaidi. Na wito, hizi kambi zinasaidia sana, na waasa Watanzania wengi wasisubiri tu kambi kwenda kupata matibabu, waende vituo mbalimbali vya afya ili kupata matibabu zaidi. Kwa wale ambao wamekutwa na changamoto mbalimbali, tunaomba wafate maelekezo waliopewa na madaktari, na wale waliokuwa na changamoto za kudumu na wamepewa dawa za kudumu, tunawaasa waendelee kutumia dawa, na siku wafuate utaratibu walioambiwa. Kama wanatakiwa kurudi hospitali warudi tena hospitali, wasitumie tu dawa wakasubiri tena kambi nyingine kwa ajili ya matibabu. Nao baadhi ya wananchi walionufaika na huduma hizo wamesema kambi hiyo imekuwa mkombozi kwa watu wasiokuwa na uwezo wa kudumu gharama za matibabu. Kwa majina naitwa Forgiven Baraka. Nimefurahishwa na huduma ya hapa. Kwanza tunapokelewa kwa upendo na tunapatiwa huduma ambayo ni bora. Kila mtu, japo watu ni wengi, ila kila mtu anapatiwa huduma ambayo ni sahihi na yenye ubora mkubwa. Tunahudumia kwa stadi, madaktari wako vizuri, wenye upendo, na wanatoa mashauri ambayo ni mazuri kwa wagonjwa wote. Kwa majina ni Filipo Mikael. Kuna watu wengi hawawezi kupata matibabu kama haya. Kwa hiyo ikitokea matibabu kama haya inasababisha hata watu wengine ambao hawana kipato wanaweza kuja wakatibiwa, na toka juzi naona watu wamejaa wengi sana. Kwa hiyo ina maana kwamba watu wengi ni wagonjwa, lakini unakuta mtu anashindwa kupata kipato ya kuja kwenda kwenye hospitali ya kulipia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa msaada huu. Mimi hapa nilivyoona hata mwanga, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuja hata hamna msaidizi yoyote, sina msaada wowote, yani sijui nimpa Mungu nini, sina chakula. Nalia kwa sababu kama nimepata kijana kama huyu ameshanisaidia hivi, naona jicho. Yani sioni kitu kichafu nitachopewa ile au nini. Sasa hivi namshukuru Mungu, naweza kuweka shindano nishone nguo yangu, nitavaje? Unavyoona hii nguo hii, huyo kijana amenivalisha juzi aliponileta hapa, sijui nitafanyaje mimi. Mungu ndo anajua yote. Shukurani yangu iko kwa Bwana. Hata kula yenyewe yani hamna. Nikiripoti kutokea mkoani Arusha, mimi ni Pendo Goton, SQF TV.